Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mambo yanazidi kuwa mengi katika sakata hili ambalo klabu ya soka ya Young Africans ambako leo hii imeweza kutoa taarifa yao kile ambacho kimeweza kujili mwanzo mwisho, wakiweza kuweka bayana juu ya msimamo wao kwa yale yote ambayo yanaendelea sasa hivi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Yanga wanazidi kuweka ngumu zaidi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, na hatima ya yote haya bado haijajulikana. Mwisho wa sakata haya ambayo yanaendelea, klabu ya soka Young Africans imeweza kuweka hadharani juu ya mpango wake ambao uko nao kwa sasa kuhusiana na haya yanayoendelea. Ni yapi hayo utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi chao, kwa vile ambavyo wameweza kuweka bayana na wameweza kutangaza yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bana, mambo yanazidi kuwa mazito, mambo yanazidi kuwa magumu kweli kweli, hususan katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mambo kila siku yanazidi kuibuka mapya, ambapo kwa siku zilizopita, siku 2-3 uliweza kushuhudia kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi. Hapa nazungumzia Steven Mguto, alipoweza kuweka bayana juu ya wao kama bodi ya ligi na namna ambavyo wameweza kutizamia mchezo unaokuja ambao ni mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao umetangazwa kwa tarehe 15 ya mwezi unaoanza huo, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wao waliweza kuweka mapema kabisa msimamo wao kwamba hatuchezi, na baadhi ya mashabiki wakaweza kutengeneza jezi mpaka zimeandikwa hatuchezi. Sasa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea, Steven Mguto yeye aliweza kuulizwa kuhusiana na yale yote ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Basi mambo yakawa ni mengi zaidi, ambapo inaelezwa kwamba sasa watu wameamua sasa kuweka mambo hadharani kabisa. Sasa kile ambacho alichokisema hapa mwenyekiti Steven Mguto kuhusu sakata la dabi, alisema kuwa tarehe ya dabi ipo pale pale, na kusisitiza kuwa hiyo kauli ya hatuchezi wao kama bodi haiwezi kubadili maamuzi walioyapanga. Sasa kamati ya wazee wa Yanga wenyewe wameweza kujibu kile ambacho kilichokuwa kikiweza kutajwa, ambapo kamati ya wazee wa Yanga kupitia kwa mwenyekiti wa baraza hilo Mohamed Msume amesema, sisi Yanga hatuna shida na mtu yeyote, lakini tunasisitiza kuwa hatuchezi mchezo wa dabi hiyo tarehe 15 mpaka haki ipatikane. Kwanza watujibu hoja zetu 3 ili suluhu ipatikane, vinginevyo hakuna kiongozi yoyote anaweza kutuamrisha, haijalishi ni kiongozi wa bodi au wa serikali. Nukuu hapa, wawezi kuamrishwa, haijalishi ni kiongozi wa bodi au wa serikali. Kuhusu kikosi chetu hatuna wasiwasi wowote na wala tumuogopi Simba kwa sababu tumewafunga mara 4 mfululizo. Tunachotaka sheria na kanuni zilizowekwa zisimamiwe, na kama bodi ya ligi ndio wamekosea, basi watoke hadharani kuomba huma radhi. Unaona bana, mwenyekiti akiweza kuweka bayana kile kilichoendelea. Sasa leo hii wakati bunge la Tanzania likiweza kuendelea kwa kile kilichoweza kutokea
ambapo naibu waziri mwenye zamana ya michezo, hapa nazungumzia Hamisi Mwinjuma, Mwana FA ameweza kufunguka kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Alipoweza kuulizwa bungeni, majibu yake yakawa kama ifuatavyo. Mmesikia, serikali imethibitisha rasmi kuwa pambano kubwa la watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba litapigwa kama ilivyopangwa Juni 15, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Katika kipindi cha maswali na majibu mapema leo Ijumaa Mei 30, 2025 bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma, Mwana FA, alijibu swali kutoka kwa naibu spika Musa Hassan Zungu kuhusu hatima ya mechi hiyo kufuatia ukarabati mkubwa wa uwanja huo. Zungu alitaka kufahamu iwapo uwanja wa Mkapa utakuwa tayari kwa mechi hiyo, huku akitumia kauli ya utani kuuliza, kwa hiyo mheshimiwa waziri, tarehe 15 mnyama Simba yupo kwa Mkapa? Mwana FA amethibitisha pasi na shaka kuwa tarehe 15 mnyama yupo kwa Mkapa wakipambana mahasimu wao Yanga. Itakumbuka kuwa awali pambano hili la watani lilikuwa lipigwe Machi 8 mwaka huu kabla ya kuahirishwa kwa bodi ya ligi TPLB na baadaye kupangwa kuchezwa Juni 15 mwaka huu. Hata hivyo, pamoja na kuwapo kwa ratiba hiyo, uongozi wa Yanga umeendelea kusisitiza kuwa hauko tayari kucheza mchezo huo, ukishinikiza kupewa majibu ya kilichosababisha mechi hiyo kuahirishwa. Unaona bana, mpaka sasa mambo yanazidi kuwa mazito kweli katika sakata hili ambalo linazidi kuchukua sura mpya kila kukicha, ambapo umeweza kushuhudia haya ambayo yanazidi kuendelea. Young Africans wanachotaka ni mambo kuweza kubadilika. Hapa nazungumzia kwa kile ambacho kinachoendelea huku klabu za ligi kuu ya soka Tanzania bara inaelezwa kwamba zimepanga kwenda kugomea maamuzi ambayo yanayoendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa baadhi ya timu ambazo zinaonekana kunufaika na makosa ya waamuzi, huku wenyewe wakishindwa kulalamikia yale ambayo yanayoendelea. Sasa anaandika Geoffrey, mchambuzi wa soka, anasema kwamba hivyo vilabu vinavyosema havitaki kushiriki ligi leo, naona wamechelewa. Wangepaswa kusema washiriki ligi tangu mwezi wa 8 mwaka jana, kwa sababu makosa ya waamuzi yapo tangu misimu kadhaa iliyopita. Haya malalamiko yote yalianzia kwenye dabi na ushawishi mkubwa kutoka kwa Yanga. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, mambo ndio yanavyo zidi kuendelea hivyo. Kwa hiyo hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo atakayoweza kujili katika sakata hili. Mambo yanazidi kuwa ni mengi huku klabu ya soka ya wananchi, hapa nazungumzia klabu ya soka ya Young Africans, bado wanaendelea kuweza kushikilia kile ambacho kinachoitwa, hapa nazungumzia hatuchezi. Unaona bana, kwa kile ambacho kila mmoja ameweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans inapambana kuhakikisha kwamba wanapata haki yao kwa kile ambacho kinachoendelea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa.